Baada ya timu ya taifa kufanikiwa kutinga hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza tangia Tanzania ipate uhuru au ianze kucheza michuano mbalimbali ya football katika ngazi ya taifa AFCON, hii ndio mara ya kwanza kutinga hatua ya mtoano. Kumekuwa na maoni mbalimbali ya wadau wa soka hapa nchini Tanzania baada ya kufuzu hatua hiyo. Kumbuka kabla ya hapo kulikuwa na malalamiko mengi kwamba kwa nini Gamondi anachezesha wachezaji wengi kutoka katika klabu ya Young Africans, wakati huo wachezaji kutoka klabu ya Simba wakiwa wako benchi. Maoni haya yametoka kutokana na Tanzania kuwepo na Usimba na Uyanga. Miguel Gamondi alifanya hivyo kwa makusudi kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwachezesha watu ambao wamezoeana ili kusiwe na changamoto katika eneo la ulinzi. Kwanza sehemu ambayo amechezesha watu wachezaji wengi wa Yanga ni eneo la ulinzi ambapo Ibra Baka, Dickson Job pamoja Mwamnyeto na Shabalala, kitu ambacho watu walikuwa wataki kukiona, wakisema kwamba Gamondi anachezesha sana Yanga kuliko wachezaji wa Simba, ana uyanga mwingi. Bila shaka Gamondi, wachezaji hao waliokuwa anawatumia ni wachezaji ambao amewahi kuwafundisha, kwa anawajua vizuri, kwa ilikuwa rahisi yeye kuwatumia wachezaji hawa, na kwa namna moja ama nyingine mbinu hii imefanikiwa kwa sababu angewachanganya pengine beki mmoja kutoka Yanga mwingine kutoka Simba, pengine kusingekuwa na maelewano kama ilivyo mabeki kutoka timu moja. Makocha wengi kwenye timu za taifa wanatumia mfumo huo haswa katika eneo la ulinzi au na ushambuliaji. Kama kuna washambuliaji pacha kutoka timu moja, wanafanya hivyo ili kutengeneza muunganiko mzuri, kwa sababu wachezaji hao wanakuwa washazoeana kwenye timu yao. Na ukizingatia Gamondi hana muda mrefu na klabu na timu ya taifa Tanzania, amepewa tu aje kuifundisha huko AFCON. Kwa hiyo alikuwa ana lineup yake iliyonyoka, ndio maana akaamua kuwatumia wachezaji wengi kutoka timu moja katika eneo la ulinzi, alafu kwenda huko mbele aendelee kuwa mix kutoka Ulaya na klabu vingine hapa nchini Tanzania. Bila shaka mfumo huu umetiki. Anatufundisha nini wa Tanzania Gamondi? Ni kwamba tujifunze kutoingilia majukumu ya kocha. Watanzania mara nyingi huwa ikitokea changamoto yoyote kwenye klabu tunaingilia majukumu ya kocha, ndio kitu ambacho kinafanya makocha wengi wanashindwa kufanya kazi zao kwa uhuru, wanafanya vile watu wanasemaje. Unaona, ukiangalia Gamondi amesimamia msimamo wake, apanga kikosi chake, asikilize makelele, mwisho wa siku imetufanikisha kuvuka hatua inayofuata. Bila shaka kupata makocha wanaojiamini kama Gamondi ndio msingi mkubwa wa mafanikio kwenye klabu. Lakini yote kwa yote, kujituma kwa wachezaji wote ambao walicheza kwenye michezo hii yote imetusaidia, lakini pia ile kuscore karibia kila mechi imesaidia pakubwa sana sisi kufika hatua hii. Kama tusingescore walau mechi moja, basi tungeishia hapa, lakini ile kufunga kila mechi imetusaidia kama taifa kufika hatua tuliofika. Kumbuka hata Angola walikuwa na namba kama zetu, lakini tofauti ni kwamba sisi tumescore magoli mengi, wao wamescore magoli mawili, kitu ambacho kimetusaidia sisi kutinga hatua inayofuata. Endelea kufuatilia channel yako, endelea kupata update mbalimbali.